Ni matumaini yangu ya kwamba sote tunafahamu changamoto inayomsibu meya mstaafu wa Ubungo kwa sasa. Hapa namzungumzia Boniface Jacob, ambapo changamoto hiyo kwa Boniface Jacob ilianza tarehe 18 ya mwezi wa 9 na mwaka huu wa 2024, ambapo Boniface Jacob alikamatwa na akapelekwa katika kituo cha polisi na kisha baadaye kufikishwa mahakamani. Nitaomba nikupe dodoso kidogo ya kile kilichotokea siku za mwanzo tangu changamoto hii ianze kumkabili Boniface Jacob, kisha ni kupatie taarifa jinsi ambavyo meya mstaafu wa Ubungo Boniface Jacob ameanzisha balaa upya, na hii ikiwa ni baada ya yeye kupewa dhamana na rasmi kutoka gerezani akiwa yuko nje, huku akiendelea kupambana na kesi inayomkabili. Ninanukuu mwanzo wa changamoto hii tangu sekeseke lilipoanza kumkabili Boniface Jacob. Hati ya mashtaka ya kesi inayomkabili Boniface Jacob inaeleza kuwa anatuhumiwa kwa kuchapisha taarifa za uongo kinyume na sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015 kifungu cha 16. Katika shtaka la kwanza linaeleza kuwa Boniface Jacob mnamo Septemba 12, 2024 akiwa Dar es Salaam alichapisha taarifa za uongo zikieleza kuwa Mafwele anatuhumiwa na familia nyingi kama mtu ambaye ameshiriki mauaji kwa moja katika kuwapoteza ndugu wa baadhi ya familia zao, kupotea kwa mfanyabiashara Musa Mziba, kupotea kwa Deo Mugasa, kupotea kwa Adinani Hussein Mbezi, kupotea kwa vijana 5 wa Agrey katika mtandao wa X zamani uliojulikana kama Twitter, akitumia jina la Boniface Jacob ex Meya Ubungo akikusudia kudanganya umma. Na shtaka la pili pia linahusu kuchapisha taarifa za uongo kinyume, ambapo linaeleza Boniface Jacob mnamo Septemba 14 mwaka 2024 alichapisha taarifa za uongo zilizosema mkawasifia ma-RCO wanaozuia uhalifu kwa kutenda uhalifu, bali ma-RCO waliojua kuteka, kukamata, kupiga watuhumiwa risasi, kuwafunga tape, kuwafunga mifuko ya nylon usoni na kisha kutupa miili ya watuhumiwa ndio wanaojua kazi ya upolisi. Katika mtandao wa X zamani uliojulikana kama Twitter, akitumia jina la Boniface Jacob ex Meya Ubungo akikusudia kudanganya umma. Jacob aliyakana mashtaka yote mawili katika kesi hiyo, anayowakilishwa na mawakili 3 akiwemo Peter Kibatara na Hekima Mwasipu. Upande wa mashtaka ulipeleka maombi, kama unakumbuka, mahakamani kwamba mahakama iamuru Boni awape maafisa wa polisi, wapelelezi, wachunguzi uwezo wa kuingia kwenye simu yake na mtandao wa X. Kwa hiyo walipinga vikali maombi hayo, ambapo walisema hayana sababu wala msingi wowote kisheria, alieleza wakili Kibatara akizungumzia mwenendo wa kesi hiyo. Upande wa mashtaka pia uliomba mahakama isimpe Boniface Jacob dhamana kwa kueleza kuwa usalama wake upo hatarini, jambo ambalo mawakili wake walieleza halina msingi wowote wa kisheria. Maamuzi kuhusu dhamana ya Boniface Jacob yalitegemewa kutolewa, ambapo baadaye siku zilivyokwenda hatimaye Boniface Jacob mahakama ilitoa maamuzi ya kuruhusu apewe dhamana, na sasa amepewa dhamana na yuko uraiani rasmi, na kesi inayomkabili Boniface Jacob bado inaendelea na tarehe imetajwa. Sasa basi, kwa nini nimekupa dodoso ya mambo hayo tangu sekeseke lilipoanza kumkabili meya mstaafu wa Ubungo, na pia ni kwa nini nimekueleza ya kwamba nitakupatia taarifa ex Meya wa Ubungo Boniface Jacob
ameanzisha balaa upya tangu apate dhamana na kutoka gerezani? Ni kwa sababu zifuatazo. Kwanza, unapaswa kutambua ama kuelewa ya kwamba chanzo kilichopelekea Boniface Jacob kukumbwa na sekeseke hilo ambalo mpaka hivi sasa bado linaendelea mahakamani ni akaunti yake ya X ama akaunti yake ya Twitter, ambapo inaonesha Boniface Jacob, ex-meya wa Ubungo, bado hajakata tamaa, na siku chache baada ya yeye kuwa amepata dhamana na kutoka gerezani rasmi, huku kesi yake ikiwa bado inaendelea, Boniface Jacob amekuja kuendelea kuchapisha machapisho katika ukurasa wake huo rasmi kabisa wa X ama Twitter, ambapo Boniface Jacob siku ya jana tarehe 18 ya mwezi huu wa 10 na mwaka huu wa 2024 amekuja na kuchapisha ujumbe unaosomeka kama ifuatavyo kupitia katika akaunti yake hiyo ya X ama Twitter. Boniface Jacob ameandika maneno yanayosomeka kama ifuatavyo, namnukuu: Ufunuo 2 fungu la 10. Usiogope hata kidogo yale ambayo itakulazimu kuteseka. Sikiliza, Ibilisi anataka kuwajaribu kwa kuwatia baadhi yenu gerezani. Nanyi mtapata dhiki kwa muda wa siku 10. Muwe waaminifu hata mpaka kufa, nami nitawapeni taji ya uhai. Ufunuo 2 fungu la 10. Usiogope hata kidogo yale ambayo itakulazimu kuteseka. Sikiliza, Ibilisi anataka kuwajaribu kwa kuwatia baadhi yenu gerezani. Nanyi mtapata dhiki kwa muda wa siku 10. Muwe waaminifu hata mpaka kufa, nami nitawapeni taji ya uhai. Hicho ama hayo ndio maneno ambayo ameandika Boniface Jacob, meya mstaafu wa Ubungo, kupitia katika ukurasa wake rasmi huo wa Twitter, licha ya kwamba ukurasa huo ndio ambao umemuingiza katika matatizo ambayo yanamkabili hadi hivi sasa. Kufuatia hicho ambacho amekiandika katika ukurasa wake rasmi kabisa wa Twitter tangu kupata dhamana na kutoka gerezani, meya mstaafu wa Ubungo Boniface Jacob, wewe ni upi mtazamo wako, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu? Share nasi mtazamo wako, share nasi maoni yako kupitia hapo chini kwenye upande wa comment. Useme ni jinsi gani wewe unatazama ama ni jinsi gani wewe unafikiri. Lakini pia niendelee kuwakumbusha, endeleeni kukaa karibu nasi kwa habari zaidi.